Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kuwashukuru vijana wetu wanahabari au wahabarishaji ambao tunao katika kipindi kirefu kuanzia tulipoanza siku ya kwanza ya kuhabarishana kuhusu mambo ya uchaguzi wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Tumeona na tumeshuhudia kazi kubwa ambayo mmeifanya na mnaendelea kuifanya kuihabarisha jamii kuhusu masuala mbalimbali na mwenendo wa uchaguzi mkuu wa BAKWATA. Kama tunavyoelewa kwamba uchaguzi mkuu wa BAKWATA haufanyiki siku moja, ni uchaguzi wa ngazi hadi ngazi, kuanzia ngazi ya msikiti, ngazi ya kata, ngazi ya wilaya na ngazi ya mkoa, ambao katika ngazi ya mkoa wanapatikana pia viongozi wa kitaifa. Kwa hapa tulipo sasa hivi tumefikia katika ngazi ya mkoa ambako tunapata viongozi wa mkoa na baadhi ya viongozi wa kitaifa. Kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwa niaba yake kwa namna ambavyo mmejitahidi na mmejitoa katika swala zima la kuhabarisha umma kuhusu taratibu na mwenendo mzima wa uchaguzi wa BAKWATA wa mwaka huu. Hakika tunatambua mchango wenu mkubwa na tunauthamini sana, na tunaomba muendelee na moyo huo na hata katika kumalizia uchaguzi ambao tunaelekea mwishoni. Kama tunavyojua ni kwamba tuko katika hatua ya mwisho sasa ya uchaguzi, ambapo tunaelekea kwenye uchaguzi sasa wa mkoa. Katika uchaguzi wa mkoa tutakuwa na chaguzi ambayo itapata wajumbe wa baraza la mashehe mkoa, halmashauri ya mkoa, mwenyekiti wa halmashauri mkoa, mjumbe wa halmashauri kuu atakayewakilisha mkoa kuja taifa. Lakini pia tutakuwa na chaguzi za jumuiya za kina mama na jumuiya za vijana katika ngazi ya taifa ya mkoa. Kwa hiyo uchaguzi huu tunatarajia ufanyike weekend hii inayokuja kuanzia tarehe 15 na 16. Chaguzi za jumuiya tarehe 15 na tarehe 16 uchaguzi wa mkoa. Tunaomba sana kama tulivyosisitiza muendelee kuhabarisha jamii, na katika chaguzi hizi tutatoa wasimamizi kutoka taifa kwenda kila mkoa ambao watasimamia uchaguzi huu. Tunachowaomba wale wasimamizi wazingatie kanuni, wazingatie haki, wazingatie uwazi, lakini pia waangalie uadilifu katika kusimamia chaguzi hizi, kwa sababu uchaguzi wa BAKWATA ni kwa ajili ya kusimamia masuala ya dini na si vinginevyo. Kwa hiyo kwa sababu ni masuala ya dini, tutasimamia haki, uadilifu, lakini pia na uwazi. Wasimamizi wale watapewa semina maalum na mwongozo wa uchaguzi ambao utatoka BAKWATA makao makuu. Tunaamini kwamba wale wote watakao kuwa wamepitishwa kugombea nafasi hizi watapokea kwa moyo mmoja, kwa sababu katika wagombea kuna nafasi ya mchujo ambao katika ngazi hii ya mkoa majina yote yanaletwa katika baraza la ulama BAKWATA, na baraza la ulama ndilo litakalochukua nafasi ya kuchuja majina ya wale ambao watarudishwa mikoani kwa ajili ya kupigiwa kura na wajumbe. Niwaombe wale wote ambao watapata fursa hii kupitia baraza la ulama basi washukuru katika nafasi hiyo. Wale ambao watakuwa hawakupata nafasi hiyo basi na wenyewe waungane na baraza katika njia ya kusaidia Uislamu katika njia zingine ndani ya baraza, kwa sababu viongozi wanaotakiwa ni wachache na wanaogombea ni wengi. Lazima ifike mahala wengine wabaki wafanye shughuli zingine kwa nafasi zingine na wengine wasimame katika nafasi za uongozi. Kutokuwa kwamba umepitishwa na baraza la ulama, kutokuwa kwamba umechaguliwa na mkutano mkuu wa mkoa isiwe sababu ya kuvuzima harakati zako za kutetea na za kulinda Uislamu kupitia Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Tunaomba sana wale wote watakaochaguliwa wawape pia ushirikiano wale ambao hawakuchaguliwa, na wale waliochaguliwa wahakikishe kwamba watakapochaguliwa wavunje ile
misimamo yao ya kimakundi, kwamba kuna huyu alikuwa anagombea na huyu alikuwa anagombea, basi wasimame pamoja katika kuijenga dini na kupeleka Uislamu mbele, lakini na kusimamia taratibu za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Lakini pia tuombe sana Waislamu nchini, hata kwa wasiokuwa Waislamu, kwa kipindi hiki ambacho BAKWATA inaelekea kwenye uchaguzi wa mwisho, tuonyeshe ushirikiano, tuonyeshe mshikamano, tuonyeshe upendo, tuonyeshe kujali, kwa sababu uchaguzi wa BAKWATA hauishii BAKWATA peke yake. Ni uchaguzi ambao unaigusa jamii pia ya watu wengi, unagusa maslahi ya watu wengi, unagusa maisha ya watu wengi. Kwa hiyo utulivu ndani ya BAKWATA utakuwa ni utulivu katika jamii pia, ambao utasababisha maendeleo ya jamii pia kuwa yanakwenda kwa kadri ilivyokusudiwa. Tuwashukuru sana ambao wanahamasisha, lakini tuwashukuru sana ambao wameshiriki katika uchaguzi, ambao wamechaguliwa katika ngazi ya wilaya, ngazi ya kata, ngazi ya misikiti na jumuiya zao, ambao tayari ni viongozi. Mchakato utakaofuata baada ya kumalizika uchaguzi mkuu, kawaida uchaguzi mkuu kimalizika, tunafuatia mkutano mkuu wa BAKWATA, ambao katika mkutano ule utathibitisha baadhi ya nafasi za walioteuliwa na waliochaguliwa kwa kipindi tena cha miaka 5 ijayo. Kwa hiyo baada ya tu uchaguzi tutawaeleza pia swala la mkutano mkuu wa BAKWATA. Kwa hiyo kwa hapa tulipofikia, ni waombe ikiwezekana nyie wanahabari, baada ya kumaliza hapa, basi kila mmoja basi aangalie mkoa ambao wanaoweza kwenda na kusimama au na kushirikiana na wale waliokuwa katika maeneo yale katika kupata habari na kuhabarisha umma kuhusu uchaguzi. Tunapenda chaguzi nyingi ziende mubashara ili kusimamia kuona ile haki inatendeka na mchakato huu, kwa sababu Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA ni chombo kikubwa na kinatoa mwelekeo kwa taasisi zingine ili na zenyewe ziige mchakato huu unaofanya na BAKWATA, ukiwa ni wa uwazi na wa haki. Tunautegemea pia uigwe katika taasisi zingine za Kiislamu na hata zisizokuwa za Kiislamu katika kutenda haki katika mambo ya kijamii. Kwa hiyo kutoa taarifa za uchaguzi mara kwa mara na kuzionyesha itawapa watu matumaini makubwa, lakini itawapa watu uaminifu na kukipenda chombo chao cha Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Kwa hiyo ni waombe muendelee kuwa mabalozi wazuri wa kuilisemea baraza vizuri, wa kulitetea baraza vizuri, lakini pia wa kutoa habari zake hasa za uchaguzi kwa kipindi hiki na habari zingine ambazo zitafuata kulingana na matukio mbalimbali ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Kwa hayo machache kwa swala la uchaguzi, niseme niwashukuru sana na niwatakie kila laheri na utekelezaji mwema wa majukumu yenu. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.